Naam, Rais William Ruto amepata pigo baada ya Mahakama Kuu kubatilisha kuanzishwa kwa ofisi za washauri wake. Na msikilizaji, katika uamuzi uliotolewa Alhamisi hii, mahakama ilibatilisha kuundwa kwa ofisi za washauri wa rais na kufuta uteuzi wa watu 21 waliokuwa wakihudumu katika nyadhifa hizo kama washauri. Jaji Bahati Mwamuye pia alizuia Tume ya Utumishi wa Umma PSC na Tume ya Mishahara na Marupurupu humu nchini SRC kutambua ofisi hizo au kulipa mishahara na marupurupu yoyote yanayohusiana nazo. Uamuzi huo ulitokana na kesi mbili zilizowasilishwa na shirika la Katiba Institute pamoja na mwanaharakati wa haki za binadamu wakili Soyinka Lempa waliopinga kile walichokitaja kama kurejea kwa baraza la siri ndani ya serikali kuu linalofanya kazi nje ya katiba na mifumo rasmi ya utumishi wa umma. Jaji Mwamuye alibaini kuwa ingawa rais huenda alichukua hatua hizo kwa nia njema, mchakato uliotumika kuunda ofisi hizo za ushauri ulikuwa ni ukiukaji mkubwa wa katiba na sheria. Hatua hiyo ni pigo kubwa kwa muundo wa serikali jumuishi uliowajumuisha wanasiasa na wataalamu waliokuwa wakihusishwa na vyama vya upinzani. Ofisi hizo zilizobatilishwa ni pamoja na baraza la washauri wa masuala ya uchumi wa rais, ofisi ya mshauri wa usalama wa chakula na uzalishaji wa mifugo, huduma za utekelezaji wa serikali, ofisi ya mshauri wa usalama wa taifa, ofisi ya mshauri wa haki za wanawake na ofisi ya baraza la ushauri wa mabadiliko ya tabia nchi. Nyingine ni ofisi ya masuala ya fedha na sera ya bajeti, ofisi ya mabadiliko ya kiuchumi, mshauri wa masuala ya mifugo na malisho, mshauri mkuu wa masuala ya kikatiba, mshauri mkuu wa kisiasa, mshauri maalum wa uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana na ofisi ya mshauri mkuu wa uchumi. Miongoni mwa waliokuwa wakinufaika na ofisi hizo ni pamoja na David Ndii, Profesa Makau Mutua, Jaoko Oburu ambaye ni mpwa wa marehemu kiongozi wa ODM Raila Odinga, aliyekuwa wakili mkuu Kennedy Ogeto na wakili Harriet Chigai, miongoni mwa watu wengine.